Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Aprili 23 ya mwaka wa 2025. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pasiri juu mbinguni. Ninalitukuza jina lako kwa sababu wewe ni mwema na kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu, ukitulinda na kututunza. Ninasema asante kwa ajili ya kundi hili kubwa ambalo wamejumuika pamoja kujifunza kupitia masomo haya. Jina lako litukuzwe. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo. Tukiwa ni wa dhambi na tusiostahili, tusamehe dhambi zetu. Neema yako idumu kutufunika na damu yako ikatutakase. Dumu kufanya hivyo katika maisha yetu, kituandaa kwa ajili ya ufalme wako. Hilo ombi letu asubuhi ya leo, tukiamini kwamba utadumu kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema mbingu yote inaangalia. Yohana Mtakatifu sura ya 5 aya ile ya 39 inasema, "Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia." Huu ni wakati wa machafuko na vijana wanalemewa mno na hali hiyo. Laiti wangefanywa kutambua umuhimu na hatari ya nafasi wanayoichukua. Laiti kama wazazi na walimu wa shule ya Sabato wangeongozwa kuona wajibu wao wa kuwaongoza kwa hekima. Kamwe hakujawahi kuwa na maslahi mengi muhimu yaliyo hatarini kiasi hiki. Kamwe hakujawahi kuwa na masuala muhimu sana katika kizazi chochote kama yale yanayosubiri kizazi kinachoingia kwenye hatua ya utendaji. Kama vijana wa zama zozote au nchi yoyote hawakuwahi kuangaliwa kwa dhati na malaika wa Mungu kama ilivyo kwa vijana wa leo. Mbingu yote inatazama kwa shauku kubwa kwa kila kiashiria cha tabia wanayoiunda, ikiwa watakapoletwa majaribuni watasimama kidete kwa ajili ya Mungu na haki, au watayumbishwa na mivuto ya kiulimwengu. Mungu anayo kazi ipaswayo kufanywa kwa muda mfupi. Amekabidhi kwa vijana talanta ya akili, muda na mali, na atawawajibisha kwa vile wanavyotumia karama hizi njema. Anawaita kuja mbele ili kuipinga mivuto potovu inayowaduwaza ya enzi hii pitayo upesi, na kisha kufanywa kustahili kufanya kazi katika kazi yake. Hawawezi kuwezeshwa kuwa na manufaa bila kuweka moyo na nguvu katika kazi ya maandalizi. Kanuni za Kikristo lazima zisitawishwe kwa kuthaminiwa na kufanyiwa kazi kwa vitendo. Kujitawala lazima kupatikane kwa juhudi za dhati, zikisaidiwa na neema ya Mungu. Pale vijana wanapoichagua huduma ya Yesu na kuthibitisha kwamba kwa msaada wa Mungu wanayo kanuni ya kimaadili ili kuitiisha nafsi, wanakuwa nguvu kazi kwa mema, na mvuto unatoka ndani yao ambao unawaongoza wengine kumtukuza Mungu. Ni sheria ya Mungu kwamba baraka zije na gharama fulani kwa mpokeaji. Wale wanaotaka kuwa na ujuzi katika sayansi lazima wasome, na wale wanaotaka kuwa wenye hekima kuhusiana na ukweli wa Biblia ili kwamba waweze kuwapatia wengine maarifa hayo, lazima wawe wanafunzi wenye bidii na neno takatifu la Mungu. Hakuna njia nyingine. Wanalazimika kuyachunguza maandiko kwa bidii, kwa upendo na kwa maombi. Maneno ya thamani yenye ahadi na kutia moyo, kuonya, kuadibisha na ya mafundisho yanapatikana hapo. Watajifunza kuhusu upendo wa Yesu, thamani ya damu yake na fursa za kipekee zinazotolewa tu kwa neema yake. Biblia daima inapaswa kuwa kitabu cha kiada cha Mkristo, na inapaswa kufanywa kuwa ya kuwavutia vijana zaidi ya vitabu vyote. Ikiwa watakunywa ndani ya roho yake kabisa, watakuwa tayari kustahimili hila za Shetani na kupinga vishawishi vya zama hizi za udanganyifu.
Kwa uzuri wa lugha yake sahili, maoni yake ya juu, ukweli wake usiokosea, wema wake na uwezo wake wa kutia huruma, neno la Mungu limeazimiwa vyema ili kugusa akili na kuipatia masomo mengi mno. Youth Instructor, Mei 7 mwaka 1884. Hii ni Aprili 23, mada ikisema mbingu yote inaangalia. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.